Mtazamaji, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amekashifu baadhi ya wanasiasa nchini kwa kumkosoa kila anapojihusisha na siasa za nchi, akisema ananyimwa nafasi ya kuchangia masuala ya kitaifa. Rais mstaafu ambaye alihutubia wafuasi wa chama cha Jubilee kupitia njia ya simu huko Narok anashikilia kuwa chaguo lake kuwania urais ni Daktari Fred Matiang'i, akisema ndiye mchapakazi halisi na anafaa kutoa uongozi wa taifa katika uchaguzi mkuu ujao. Na kama anavyoripoti Crispin Otieno, vigogo wa chama cha Jubilee wamehimiza umoja katika muungano wa upinzani ili kuondoa serikali ya Kenya Kwanza katika uchaguzi mkuu ujao. Joto la kisiasa linapozidi kupanda miezi 15 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hatimaye amevunja kimya chake na kuzungumzia kile alichosema ni uhalisia wa mambo nchini. Rais huyo mstaafu alihutubia wafuasi wa chama cha Jubilee kwa njia ya simu katika hafla ya kumkaribisha nyumbani katibu mkuu wa chama hicho Patrick Ole Nkenta huko Narok. Uhuru akizungumzia baadhi ya viongozi wanaomzuia kujihusisha na siasa za humu nchini, akisema taifa linapaswa kuiga mfano wa rais mstaafu wa Marekani Barack Obama ambaye anaendelea kujihusisha na siasa za taifa hilo. Na KANU tukishindana na NAS na hakuna mtu aliuliza. Sasa mimi nikiongea maneno 2-3 naambiwa wewe umeritaya kwenda nyumbani. Kwa nini hawakuambia Moi aritaya aende nyumbani? Uhuru aliyewakilishwa na nduguye Muhoho Muigai katika hafla hiyo alionya Wakenya dhidi ya wanasiasa wengine nchini, akimpigia upatu naibu kinara wa chama hicho Daktari Fred Matiang'i kama mchapakazi ambaye yuko tayari kubadilisha taifa. Mimi kwa ukweli siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu. Mimi hakuna kiti yeyote mimi natafuta, lakini mimi ni mwanachama wa Jubilee kwa hali, kwa mali, kwa damu. Matiang'i alikiri msimamo wake wa umoja wa viongozi wa upinzani kama mojawapo ya njia ya kutoa uongozi katika uchaguzi ujao. Ili 2027 isiwe ni mambo tunatema tu story, lakini iwe ni mambo ambayo sisi tunajua tutatekeleza yale tunasema tutatekeleza. Tunatembea nchi na tunatembea na wale wengine. Sisi ni kitu kimoja. We are united. Tunaunda timu moja ambayo inakuja kuleta mabadiliko katika taifa la Kenya. Hakuna kugawanyika. Sisi tutakuwa na timu moja ambayo itaface ile timu ya Ruto. Wale ambao wametoka pande ya mlima kama mimi, tunajua ile jukumu tuko nayo, kwa sababu jukumu yetu inaweza kuwa ni kubwa zaidi kuliko pale ilikuwako pale mbeleni. PNU ambayo inafanya kazi moja na Jubilee kuunga mkono Dr. Fred Matiang'i aweze kuchukua hiyo uchukani asaidie nchi ya Kenya. Hayo yanajiri saa chache baada ya kiongozi wa DCP pia kutangaza kuwa atakuwa debeni mwaka ujao. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.